na mimi hakuna kitu nimekisahau. Nataka tuende kwenye neno la Mungu. Ibada hii ni ibada ya mwisho kabisa. Hakuna ibada nyingine ya Jumapili utaiona isipokuwa ni ibada ya 2026. Hii ni ibada ya 2025. Naomba unene kitu kwa ajili ya wakati huu wa neno. Mwambie Bwana anapozuru wengine. Mwambie Bwana nami nena nami. Ni neno la mwisho wa mwaka huu. Ni neno la mwisho wa mwaka huu. Ni neno la mwisho wa mwaka huu. Mwambie Bwana nafungua moyo wangu unene nami. Mwambie Bwana nafungua anga ya maisha yangu. Neno hili liwe neno litakalonipa nafasi mbele zako na mimi kukupatia muujiza. Maana neno hili linaenda kubeba kwenda kuingia kwenye ule mwaka. Linaenda kubeba kupenya kwenye ule mwaka. Mwambie Mungu nimepenya hapa kwa miezi fulani, nimepenya mahali hapa kwa mwaka, nimepenya mahali hapa tangu Januari, nimefikia mwisho wa kuenenda kwa ibada hii ya mwisho wa mwaka huu. Nimesikia mengi, nimeona mengi, ila neno hili naomba Mungu likaweze kumea na kuwa na nafasi kwa maisha yangu, likanibebe. Neno hili linene na maisha yangu na moyo wangu. Anza kufungua moyo wako, utamke sasa mbele za Mungu. Mwambie Bwana naomba neno hili likawe msingi. Neno hili likanibebe mbali na yote ambayo nayapitia, ila kwa neno lako likaniwezeshe. Kwa neno lako likawe na nafasi kwa maisha yangu ya kukupatia muujiza. Asante Mfalme mwenye enzi na mamlaka, usishindwa Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya Jumapili hii ya mwisho, kwa ajili Mfalme ya mwaka huu wa 2025. Umetupa uzima Mfalme tangia Januari hadi sasa. Tunayo sababu ya kushukuru. Umenena nasi mengi katika mwaka huu. Umetenda mengi, umepigana vita kwa ajili yetu. Umetukwepesha na mengi Mfalme tusiyoyaona, hata mengine tumeona kwa macho. Yote ni kwa utukufu wako. Umetushika mkono Mfalme hadi tumefika Jumapili ya mwisho, tamati ya mwaka. Jehova, nafungua mioyo katika mbele zako, utaachilia kila mawazo. Acha Roho Bwana ukachukue nafasi kwa neno hili. Mfalme wa falme, ikawe mbegu njema na ikatupe nguvu na nafasi ya kupaa na kufika kwa anga nyingine kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neno hili likatupe nguvu ya kupenya na kutawala kwenye 2026, kukupatia miujiza ambayo Mfalme umetuandalia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tawala Bwana Yesu wakati na majira haya. Roho Mtakatifu, chukua nafasi, unitumie kama chombo. Yaliyo yangu yasiwe bali yaliyo yako ndio yawe. Uwe mwalimu, uwe Mfalme, kila jambo ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tawala mahali hapa, takasanga hii kwa damu yako Mfalme. Utukuze Mungu, utukuze Jehova, maana wewe ni Mfalme wa falme. Asante Mfalme. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni mwema. Kwa Yesu Kristo Mfalme tunaomba na kuamini. Amen. Ambayo nasema Mungu ni mzuri kwa sababu ya yale ambayo nimeyaona. Ukishasikia wachawi wanataka kutoa mtu kafara, huwa si kitu ya mchezo, ni kitu amehakikisha na amepanga ya kwamba wanaifanya. Wiki hii kabla ile siku ya kulalia Christmas tarehe 24, nimekesha kazini na nilijituliza mahali pale kazini, nikachotwa na usingizi tu. Nilipelekwa direct mahali, nikapelekwa chooni, lakini kule chooni nilikuwa ninaenda, nimeua wachawi kule kwa ndoto 3. Sasa nikawa naenda kwa sababu ile miili yao nimeua wale wachawi, lakini ile miili yao wachawi wameificha isionekane. Sasa nikaenda mpaka chooni kwa ndoto, nikasimama mahali, nikasema hiyo miili mmeificha itolewe, lazima izikwe dhahiri macho hapa kwa ndoto kule. Wakanambia kwamba si umeshaiua tayari. Sasa kama umeshaiua tayari, mambo ya kuzika yanagusu. Nikamwambia mimi ndo nimeua, kwa hivyo nitolewe. Mbona mmeificha katika ulimwengu wenu kwa ndoto? Wakasema hatuwezi kuonyesha kwa sababu umeshaiua tayari. Tukaanza kupambana vita hapo, watoe ile mimi. Tukapambana vita mpaka mwisho akitoa hadharani.
nikaamka. Asifiwe Yesu. Nilipoamka nikawa napewa ufunuo na utafsiri na ujumbe ya kwamba hii Disemba ilikuwa kumehakikishwa kwetu nyumbani mtu mmoja akufe. Kwa sababu pale nilipelekwa ni nyumbani kwetu kwa boma letu la kwanza na la pili. Asifiwe Yesu. Na hilo boma ndio huwa tarehe 24 kuendea tarehe 25, hiyo siku huwa kuna mtu atakufa kwa hali ambayo haieleweki. Kitu kidogo ndio unaambiwa ndo amekufa, hivyo ndo ameenda. Kila mwaka. Sasa hiyo siku hiyo masaa hayo ndio nilichotwa nikapelekwa kwa nyumbani kwenye ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoamka ndo nikawa napewa hiyo ya kwamba ilikuwa imehakikishwa mtu afe. Nikaibwa na usingizi tena, nikachukuliwa nikapelekwa kwenye ulimwengu wa roho, ambao ulimwengu wa giza, kaonyeshwa vile ambavyo unatawala wa mtu hapa hii. Bwana Yesu asifiwe. Nikaonyeshwa ulimwengu wa giza wa mtu hapa hii, ambao umeunganishwa wachungaji wa mtu hapa ambao wako kwenye huo mtandao. Sasa nikaonyeshwa wanamvuta hivi pastor mmoja, mama huyo wanamvuta, wanataka wammalize. Wakati wakimvuta nilikuwa namuona mgongo peke yake. Wakamvuta, walipokuwa ndo wanataka wamuingize kule sasa wamalize wa kuchinji, nikamuona sura yake, nikamnyoshia mkono, nikamsimamisha pale kwa mlango. Aliposimama pale wakasema, wewe ni nani unazuia tusimchukue huyu? Na yule mwingine ulituzuia tusimchukue. Mbona unataka kutuzuia tusimchukue huyu naye? Mbona unatufatafata? Nikamwambia siwafati kwa lolote, bali nataka muachilie huyu tu. Mkitaka tupatane muachilieni. Tuachane na nyinyi. Tukavutana na wao kwa ndoto mpaka mwisho akamwachilia yule mama. Nikaamka saa 9 kama na dakika 12. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoamka nikampigia simu yule mama, ni pastor. Niliwahi kumpatia speaker hapo. Nikampigia simu nikamwambia, mami asifiwe Yesu, hapo ulipo uko salama? Akanambia niko salama. Nikamwambia nimeonyeshwa ile hali ya pastor fulani ambayo amekuwa mgonjwa mpaka sasa kwa hospitali. Nimeonyeshwa hao watu ambao wamemkamata yeye wanataka kumtoa, kwa nataka kuchukua wewe pia kupitia kwa hali hiyo hiyo. Akanambia, mwanangu, kile ambacho unakiongea ni kitu ambacho ndio ninakihisi kwa sasa, na siku 2 na hisi hivyo hivyo, hali kama ya yeye hivyo hivyo. Nikamwambia, lakini kwa ndoto nimeonyeshwa nikikutetea mpaka mwisho, nikakutoa mikononi mwa hao. Akanambia, nitakie neno basi angalau. Nikamwambia mimi Mungu, nikamwombea kwa simu kamaliza. Asubuhi yake jana akanambia, pastor, nimepona, niko mzima. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Yule mwingine ako hospitali, alitoka hivi sikitambo. Alitoka, lakini mara ya kwanza alikuwa anamalizwa. Nikaonyeshwa ya kwamba washampoint huu mwaka Disemba wamkate. Nikaomba, akafunguka, akatolewa hospitali, akaregeshewa tena hali hiyo hiyo. Asifiwe Yesu. Hii ndio dunia ilivyo hivi. Unayemtazama kwamba ndiye ndio usiye kabisa. Ile pasa alishukuru Mungu, akasema nashukuru Mungu kwa ajili ya kukutembelea, kukuonyesha jambo hili, kwa sababu sijui ingekuwaje. Kwa sababu huyo mwenzangu kama ni nguvu za kiroho, huyo mwenzangu akasema yeye ako juu kuniliko, lakini ameatakiwa. Sasa zilipoanza ndani yangu nikajua nikwisha. Asifiwe Yesu. Nikamwambia, mami, hautakufa, utaishi hivyo hivyo. Asifiwe Yesu. Wacha tukaweze kusoma kwenye kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 6 mpaka wa 15. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, tayarisha haraka vipimo 3 vya unga safi, ukande ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akaharakisha
kuiandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa, akamwandalia mbele yao, akasimama karibu nao chini ya mti nao wakala. Akamwambia, yuwapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitarudi wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema aliyokuwapo nyuma yake. Basi Abrahamu na Sara walikuwa wazee wenye umri mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake, akasema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Bwana akamwambia Abrahamu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Sara akakana akisema, sikucheka, maana aliogopa. Naye akasema, sivyo, umecheka. Fungua kitabu cha Warumi 4. Warumi 4:18. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyo neno, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka kama 100, na hali ya utasa wa tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee kuhusu kuamini yasiyoweza kutarajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Au kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Tunamwona mtu hapa ambaye tumemsoma, Ibrahimu na mkewe Sara. Walitembelewa na malaika wakiwa na kilio cha kwamba Bwana awape mtoto, na walipotembelewa wakatengeneza sadaka, wakawapa malaika ambao walikuwa katika kutumwa na Mungu juu yao. Na walipopewa sadaka wakamaliza, wakateketeza, akaulizwa, yuko wapi mkeo? Akajitokeza, akaambiwa, panapo mwakani tutakurudia tena kama huu, na mkeo Sara atakupatia mtoto. Sara akacheka kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Akacheka kicheko kwa sababu ya ile hali ambayo alikuwa ako nayo, ya ile desturi zake kama mwanamke zilikufa, miaka imeenda, na Ibrahimu naye hali zake zimeenda hivyo hivyo. Sasa akacheka akisema, uzee huu mimi nipate mtoto, na bwanangu mzee huyu tupate mtoto. Lakini malaika walikuwa shamuona kile kicheko chenye amecheka, kile akasema, sikucheka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini malaika bado akasisitiza akisema, tutakurudia tena mwakani kama huu, na utakuwa umekumbatia mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 4:18 inasema, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Nami nazungumza kwa ufupi kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, bila shaka ambalo haliwezi kutarajiwa ni jambo ambalo limekufa na limeonyesha dalili zake ya kwamba limekufa fofofo ama vivivi. Asifiwe Yesu. Kama hivi kwa Ibrahimu na Sara, ilikuwa hali zimeonyesha kwamba hawezi kupata mtoto.
maana desturi zimeisha. Sasa wakati wakiambiwa kwamba mtapata mtoto, alicheka kwa sababu ni jambo ambalo haliwezekani kwa macho haya. Kwa sababu gani? Limeonyesha ishara kwamba imekufa. Asifiwe Yesu. Unanipata vizuri? Kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Yasiyoweza kutarajiwa ni mambo ambayo umepewa ishara. Kama ni kazi, umehakikishiwa kwamba hakuna kazi na umepewa barua ya kwamba sisi tumekufuta kazi, alafu mtu akwambia kwamba tarajia kurudi hapo hapo. Sasa ni kwamba lile jambo ambalo ni yasiyoweza kutarajiwa ni mambo ambayo yamejitokeza ishara yake. Naomba nitolee effects. Bwana Yesu asifiwe. Yasiyoweza kutarajiwa ni mambo ambayo yameonyesha ishara. Sasa tunaona kwamba Ibrahimu aliamini kwa kutarajia hayo yasiyoweza kutarajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Akaamini kwa sababu gani ilifanya aamini? Kwa sababu jambo la kwanza, aliamini ili angalau aitwe baba. Number 1. Number 2, aliamini kwa sababu ilikuwa imenenwa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amekwisha kunenewa na Mungu kwamba utakumbatia mtoto. Hivyo kwa sababu alikuwa yameshanenwa juu yake, ikabidi aamini tu kwa sababu ni neno limeshanenwa. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu hapa. Kwa sababu imenenwa, yani imetabiriwa, ikabidi amini kupitia kubeba huo nabii ambao umetabiriwa. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye si mdhaifu wa imani, alipoanza kuzingatia kumulika hali halisia yake, alipata inamuonyesha majibu ya kwamba huwezi pata mtoto maana hadi umekufa. Lakini alipojaribu kuzingatia ahadi za Mungu na unabii wa Mungu, ndipo akatiwa nguvu katika kutoamini kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunaposema kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ni kwamba ni mambo magumu. Ni sawa na kuona hapa mahali hakuna njia, alafu mwambie mtu hapo kuna njia. Ni jambo gumu ambalo haliwezekani, alafu mtu analitarajia katika njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kutarajia kitu kisichoweza kutarajiwa, jambo la kwanza, hakipo na kimeonyesha ishara. Asifiwe Yesu. Hakipo na kimeonyesha ishara kwamba hakiwezi kuja. Leo hii tunatarajia kwenda mwaka wa 2026, lakini ule kweli hatujaona hivi na hatujui ni nini kilichokuja. Asifiwe Yesu. Lakini tunaenda kwa imani. Kwa sababu gani? Kinywa cha Mungu kikishanena kwamba utakanyaga ule mwaka na utafanikiwa, hivyo tunabeba imani katika unabii ule ule ili kwenda kusubiri yatimie kwenye 2026. Asifiwe Yesu. Hivyo kuamini jambo lisiloweza kutarajiwa, imani siku zote. Asifiwe Yesu. Hauwezi weka 100% sure ya kitu ambacho hakipo ukakiweka kwenye plani zako. Ama unaweza hivi? Asifiwe Yesu. Kitu ambacho hakipo unaweza kiweka kwenye mipangilio yako. Asifiwe Yesu. Sijui kama naongea na watu wana akili haziko. Siku zote kama mwanadamu hupanga kile ambacho amekishika kwa mkono ambacho ana uhakika nacho, lakini kitu ambacho hana uhakika nacho huwa hakipo katika mipangilio yake. Lakini tukirudi katika Ukristo, katika imani, ni kwamba kile kitu ambacho hakipo tunastahili tuamini ya kwamba kipo na kinakuja na tunakipokea. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Mara nyingi ikiwa mtu ana ugonjwa ndani yake, huwa uzima umeondoka. Sasa wakati ule mninginio wa ugonjwa ukiwa unaning'inia kwake, akiugua maumivu, ukimwambia utapona kwa jina la Yesu, huwa ule uponyaji haupo. Sasa unafanya kumuonyesha katika njia ya imani, kumtamkia. Asifiwe Yesu. Lakini ile hali anahisi nini? Ugonjwa, na anausikia mpaka vile maumivu yake ilivyo. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Na mimi nasema tunamaliza mwaka hivi, bado siku kidogo tumalize mwaka, lakini ile 2026 amini ukatarajie kitu ambacho hakiwezi kutarajiwa. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Yale ambayo naona yameonyesha ishara yamekufa, yatarajie 2026 yanafufuka na anakuja. Asifiwe Yesu. Alikaa kama mwendawazimu akaamini asiyoweza kutarajiwa, akayaamini hivyo hivyo. Sijui kama unaweza ukaamini kile kitu ambacho kimeshindikana kwako, ukakiamini ya kwamba nitakipokea kwenye 2026.
Kama unaweza kuweka imani hiyo kwamba nitapokea jibu kwenye huu mwaka, uweke imani hiyo hiyo tu. Na kwenye kitabu cha Marko 9:23 inasema kwamba yanawezekana kwa yeye aaminie. Asifiwe Yesu. Kwa yeye aaminie yanawezekana, na yanapatikana katika njia ya imani. Kutarajia kisichoweza kutarajiwa ni miujiza hii. Yesu asifiwe. Bado siku kidogo tupenye kwenye ule mwaka. Unaweza ukazidi kusimama katika hali ya imani ya kwamba nimesimama katika hali hii nikitarajia hili jambo, hata kama lilinionyesha kwamba siwezi pita, lakini unalitarajia kwamba utalipokea. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kuwa na uhakika na kitu ambacho hakionekani, ni bayana ya mambo hayapo, lakini unayaamini. Na wakati unapoamini kitu ambacho hakipo, unapoweka imani yako, Mungu anakitengeneza, anakuletea. Asifiwe Yesu. Kwa sababu yeyote anayeamini hupokea. Unaweza ukaondoa shaka. Pengine unafikiria kutoka tangu nianze Januari mpaka nimefika hapa sijaona muujiza. Unaweza ukaweka imani yako kuamini Mungu. Asifiwe Yesu. Siku hazifanani na miaka haifanani. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Kwa imani Ibrahimu aliamini na ikahesabiwa haki kwake. Hivyo unaweza ukaamini Mungu na ile imani kule kuamini kwako Mungu ukahesabiwa haki, na 2026 ikawa mwaka wako wa kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Juzi nilikuwa nikifungua kitabu ambacho niliandika mahitaji Januari mwaka huu. Nikawa nikifungua kitabu kina mahitaji ambayo niliandika mwaka jana Disemba kama hivi, nikaambia watu hapa, ikiwa unaweza kuandika list ya mahitaji ambayo uko nayo, uandike alafu ulete. Alafu nitayaombea ambayo unahitaji ndani ya huo mwaka wa 2025. Asifiwe Yesu. Juzi nikawa nasoma yale mahitaji ambayo nilikuwa nimeyaorodesha, nikimwambia Mungu naomba utende tu kwenye mwaka wa 2025. Nikawa ninasoma yale mahitaji ambayo niliandika pale. Nikaona hitaji la kwanza, nilimwambia Mungu naomba mwaka wa 2025 kanisa liongezeke. Hitaji la kwanza hilo. La pili nikamwambia Bwana naomba mwaka wa 2025 ikiwa kanisa litaongezeka kwa idadi ya watu mpaka kiroho liongezeke. Hitaji la pili. La tatu nikaandika kwamba naomba Mungu mwaka wa 2025 angalau niweze kuwa na neema ya kuhubiri nikiwa na vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo imeweza kutendeka. Nikaweka kwenye hitaji la watu ambao niliwaiombea hapa. Nikaanza kumulika wengine ambao walikuwa vibarua huo mwaka. Nikaambia Bwana naomba 2025 hawa walio vibarua wakaajiriwe. Asifiwe Yesu. Wengine walikuwa ni vijana hawako kwa ndoa. Nikamwambia Bwana naomba hawa watu wakapate kupewa ukamilisho wao. Tuliombea utubu hapa tarehe 14 Disemba. Asifiwe Yesu. Kwa na imani zinatoka kidogo, kwani mmeenda wapi? Hampo hapa. Asifiwe Yesu. Nilipokuwa nikipitia ile orodha ya mahitaji yote, nikapata kwamba mengi Mungu aliyajibu kwa sababu niliandika na nikaamini. Unaweza ukaamini jambo na Mungu akaenda kututendea ile mwaka wa 2026. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa imani Ibrahimu aliweka imani akatarajia. Kuna mtu anaweza akawa na imani lakini hatarajii. Naamini Mungu, lakini kumwambia je, unajua ninakupokea kitu kule? Asema ninaamini wewe, lakini hatarajii. Asifiwe Yesu. Sijui kama nanipata. Kuna kuamini na kutarajia. Anayeamini lazima awe na nguvu ya kutarajia, yaani awe na ile hamu ya kupata. Naamini nitapata. Asifiwe Yesu. Kutarajia tofauti na kuamini. Kuamini kila mmoja, hata yule mwenye hajaokoka anaamini Mungu. Lakini kwenye kutarajia ni nguvu tofauti ambazo hukaa ndani ya Wakristo ama ndani ya mhitaji. Inakaa kama kiu hivi. Ninaamini Mungu, alafu kwenye kile kitu atakihitaji unakaa ni kama uko na kiu nacho. Sasa hiyo ndio inavuta. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Tusome haya maandiko Marko 9:23.
Yes. Marko 9:23. Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwa yeye aaminie. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ukiweza yote yawezekana kwa yeye aaminie. Unaona neno ukiweza yawezekana. Ukiweza ni kwamba kuna kitu fulani kichukuliwe hatua ndani ya moyo wako. Ndio ile nimesema kutarajia. Ukiweza kutarajia, maandiko yanasema yanawezekana kwa yeye aamini. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweza, imewekwa neno hilo kwamba ukiweza ni hatua ya ndani ya moyo wa mtu aweze kuichukua kama kiu ya kwamba anatarajia kitu hiki. Ndipo Yesu akasema ukiweza yote yanawezekana kwa yeye aamini. Na mimi nasema ukiweza kuwa na tarajio na kuamini, 2026 ni mwaka wa kujibiwa mambo makuu. Simama na miguu yako. Amini Mungu, maana kuna mambo unaenda kuwapokea katika ule mwaka. Baba imani sasa. Ndipo asubuhi nikawa nafundisha kuhusu mafuta na karama. Anointing ikubebe, iwe ndani yako, iweze kukupa force ya kuenda, kwa sababu ule mwaka Bwana Yesu asifiwe. Mwaka jana wakati kama huu niliongea kitu hapa nikasema miezi mitatu ya 2025 kuna miujiza inaenda kutendeka. Kuna watu wanaenda kubadilishwa maisha, wanakuwa watu wengine. Mwezi wa 8, mwezi wa 10 mwaka jana nikasema haitafika Disemba, kuna wengine wanaenda ishi maisha mengine tofauti na yale ambao walianza mwaka wa 2024. Hiyo Disemba haikufika, kuna mtu aliajiriwa kazi hapo. Asifiwe Yesu. Simzekiriki ni ulianza kazi lini? Tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka jana. Baada ya ule unabii ulikuwa umekwisha kutoka pale. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako unajuaje hivi bado siku 3 tu kuna kitu kinaenda kushuka kule. Asifiwe Yesu. Bado siku 3 lakini ni siku kidogo. Asifiwe Yesu. Amini Mungu tu. Mungu anakupa roho tu ndani yako. Wakati umelala usiku unatembelewa na pewa roho, ukiamka unakuta mtu mwingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amini Mungu aliye hai. Huo mwaka nilionyeshwa kuna mambo mengi mazuri, lakini vita ni vingi. Asifiwe Yesu. Kama wewe si muombaji, vaa vazi la maombi, maana jibu lako liko 2026, lakini vita zipo hapo. Vaa silaha, maana jibu lako liko hapo hapo. Asifiwe Yesu. Iwe hivyo wewe mwenye umepiga makofi ukaamini Mungu, ikawe hivyo hivyo. Wacha wale wengine wapokee miujiza, wale wanaoamini Yesu. Lakini nasema jibu lako liko 2026, lakini vita liko hapo. Asifiwe Yesu. Niposa Musa akamwambia wana wa Rubeni na wana wa Gadi, akamwambia vaeni silaha mnapoingia kwenye ule mji tukapigana. Bwana ametupa ule mji, lakini tuvae silaha. Kwa sababu maziwa na asali yapo kwenye ule mji. Yapo kwenye ule mji tu. Yapo hapo kwenye ule mji. Asifiwe Yesu. Acha tuende tukamwabudu Mungu. Nitasimama kwa neno lako.
nitasimama kwa neno lako Bwana, kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, kubaliana Baba, kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, shukuru na ni mwema ushukuru Bwana ni mwema shukuru Bwana ni mwema. Inua tu mikono yako tu tunapoendelea kumwabudu Bwana, uachilie moyo wako kwa sababu ni mwema na mwenye haki. Mshukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele. Yeye pekee atenda maajabu, fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele. Yeye pekee atenda maajabu, fadhili zake za milele. Yeye pekee atenda miujiza, fadhili zake za milele. Shukuruni Bwana ni mwema, fadhili zake za milele. Shukuruni Bwana wa majeshi, fadhili zake za milele. Shukuruni Bwana wa majeshi, fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele Baba, fadhili zake za milele. Fadhili zako za milele Yesu, fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Baba, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Baba, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Enda mbele za Mungu, mshukuru Mungu kwa sababu ni mwema. Amevukisha mengi katikati ya mwaka huu na bado anatupa matumaini ya kwamba tukatarajie tu yale yasiyoweza kutarajiwa, yale ambayo ilishindikana, yale ambayo alisalia kama uchungu kwa maisha yetu, yale ambayo yamekuwa kama ndoto kwetu, tuyatarajie. Inua moyo wako tu mbele za Mungu, umwendee Mungu aliye hai, kumshukuru Mungu kwa ajili ya yale ambayo ametenda yote, kwa ajili hata ya uzima tu.
tuyasimuliaje matendo yako, tuyaneneje matendo yako. Tungelikuwa wafu leo, na kwa rehema zako tu hai, tusingekuwa tulivyo nyoyo yetu. Jehova Nisi, umetushika mkono Mfalme, umetubeba Bwana Yesu mwaka wote. Mawindo ya giza yalipoinuka juu yetu, Ebeneza umekuwa ngao kwetu. Vita zilipoinuka ndani ya mwaka huu, Jehova umekuwa ngao. Mishale ilipotumwa umekinga, kila dhoruba umetuvukisha salama Mfalme. Kwa mkono wako wa neema na upendo wako au kupungua kwetu Mfalme. Tulipolia tumekuona Mfalme, tunamaanisha umebaki Mfalme ukiwa kimbilio na ngao. Tunazidi kunyenyekea kwako, uhimidiwe na utukuzwe, maana wewe ni Mungu na ni Mfalme wa falme. Ni wewe tu Bwana Yesu mwenye neema, ni wewe tu Mfalme ambaye umetushika mkono, ni wewe Jehova ambaye umetuvukisha kila Mfalme kona zote Mfalme, ni wewe ambaye umebaki kuwa mwamba na salama katika maishani mwetu. Jina lako litukuzwe Mfalme, tunakuinua Mungu wa milele, na kuinua Mungu usiyeshindwa, na kuinua Mfalme wa falme mwenye enzi Jehova. Jina lako Yesu limebaki kuwa jina lenye uwezo katika maishani mwetu Jehova. Umekuwa ngao kwa madhabahu hii, umebariki wana hawa, umejifunua kwa miujiza na bado unajifunua kwa miujiza. Sifa na utukufu zirudi kwako Mfalme. Bado kurudie wewe ambao umetenda yote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Uhimidiwe Mfalme, umekuwa mwamba, umekuwa taa Mfalme. Kwenye njia zetu umemulika wewe, kwenye pande zote umetawala wewe, kwenye kila hatua za kuinuka kwetu Mfalme umepata kutangulia wewe, umetuinua katika viwango mbalimbali Jehova. Ni kwa ajili ya upendo wako na utukufu wa jina lako Bwana Yesu, upewe sifa milele, maana wewe ni Mfalme wa falme, uliye hai na Mungu mwenye nguvu, ambaye umebadilisha Mfalme historia ya maisha ya wana hawa. Neema yako imetanda katika maisha ya wana hawa, umetembea katika hatua Mfalme mbalimbali. Bado Jehova ni Mungu uliye hai, ambaye unatenda haya yote. Bwana Yesu, tunyenyekea kwako, utukufu na heshima urudi kwako milele, maana ni wewe tu Mfalme unaishi na kutawala Jehova.
Asante Roho mkulia. Kama si wewe tungeitwa nani leo? Ni kwa neema yako na uzuri wako jinsi tulivyo. Yaliyo mabaya haukuyaruhusu yatupate, ila mema yako ndiyo uliyaruhusu yakatufinika. Ndiposa tuko tulivyo Bwana Yesu, kwa wema wako na fadhili zako. Kwa kinywa chako ulinena tuko tulivyo. Sifa zirudi kwako. Mipango ya giza iliyoandaliwa kwa maisha yetu Bwana Yesu, ukuruhusu tupate, ukatufinika kama ulivyofinika. Yote maovu adui walituzingira, bado Ebeneza kinywa chako akikuruhusu na tupate hayo. Ebeneza uinuliwe na upewe sifa milele. Asante kwa mishale yote ya giza ambayo tukopesha mfalme, mpaka leo tuhai afya mbili hata watoto wetu. Utukufu kurudie wewe milele kwa ajili ya neema na uwezo wa jina lako. Pokea sifa Mungu na heshima. Naomba utafakari yale Bwana amekutendea, moyo wako uwe na shukurani tu, angalau mregeshe Bwana asante tu, angalau tu moyo uyeyuke kwa ajili ya kile ambacho Bwana amekutendea, hata iwapo ni kidogo. Mbingu upigania mtu mengi asiyoyaona, ni kidogo yale unayoyaona. Kuna mengi mbingu upigania mtu usiyoyaona. Mshukuru Mungu tu, tafakari upendo wa Mungu, maana hata lile ambalo unalipokea laenda kumteremsha kwako tu. Hakuna jambo ngumu linalomshinda Mungu. Malaika wa Bwana akamwambia Ibrahimu, hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hakuna lililo gumu. Yeye aliyeyusha mwamba ukatoa maji, yeye alipasua bahari ya Shamu ikapasuka, pande mbili wana wa Israeli wakapita. Yeye yu hai. Utukufu kurudie Roho wa Bwana Mwenyezi. Tumetazamwa na wengi waovu kwa mtazamo usio wa haki, ila Bwana umetuficha. Utukufu hata yaliyo mbele yetu. Jipatie utukufu hata yaliyo mbele zetu. Jipatie utukufu kwa uweza wa jina lako. Jipatie utukufu kwa ufalme wako. Jipatie utukufu Mesia, hata kwa vita vilivyo mbele ya mtu. Jitwalie utukufu hizo vita. Asante Roho wa Mungu aliye hai. Asante kwa nani anatenda. Asante kwa mwaka ule ambao umeandaa promotion wa mwaka. Asante kwa mwaka. Asante kwa mwaka. Mbingu zinaenda kufungukia mtu kwenye mwaka. Mbingu zinafungukia mtu. Kuna ngazi na malaika utaona akipanda tu akishuka. Hao malaika. Baba Bwana, ni asante kwa haya ambayo nimepitia. Asante kwa haya ambayo nimepitia. Asante kwa haya ambayo ninakunipa katika mwaka ule. Hayo. Oh Yesu. Baba Bwana, asante kwa ajili ya kesho yangu ya 2026. Hakuna gumu linalomshinda Mungu. Hakuna. Wengine mngekuwa mshazikwa leo, wengine mngekuwa mshazika watoto wenu, wengine mngekuwa mpo hai, lakini Yesu amejitukuza. Yesu alijitukuza, akafunga mlango wa kuzimu, akafunga mlango wa jeneza, akafunga kaburi. Yesu wa Nazareti alikufa na akafufuka na Yohana. Sifa ziwendee milele. Hatukufu utukufu Bwana Yesu, tutakuregeshea wewe tu. Tutakuregeshea wewe. Upe Bwana sifa. Upe Bwana shukrani. Wengine walikuwa na operesheni, Bwana aling'oa operesheni mwaka huu. Wengine wako na kazi, Bwana amekupa kazi mwaka huu.
nguvu ile. Sifa zije kwako Bwana Yesu mwenye neema. Sifa zije kwako Bwana Yesu. Hata hizo vita, Yesu jitwalie utukufu kwa vita. Jitwalie utukufu kwa vita. Jitwalie utukufu kwa vita. Huyo anayekupiga vita, Yesu apigane naye. Huyo. Hizo vita, Bwana jitwalie utukufu. Wamepanga washinde kwenye vita. Hawezi shinda. Hakuna aliyepigana na mbingu akashinda. Mshukuru Bwana tu. Kuna ngome zinaanguka. Mshukuru Bwana. Kuna waovu wanaachilia maisha yako. Mshukuru Bwana kwa hilo. Usilalamike. Mwambie Bwana ni asante. Kwa magonjwa hayo mwambie Bwana ni asante. Maana hivyo unavyotamka, uzima unapenya ndani yako. Ndoa inabadilika. Huo ukame unabaki na 2025. Unabadilishwa kwa kumshukuru Bwana tu. Ni gani umetarajia kwa Bwana? Maana hiyo Bwana atalitenda. Hilo Bwana atalitenda. Hilo tena na zaidi atatenda. Yu hai Bwana Yesu. Yu hai milele. Hivyo vita unavyopigwa navyo, wakitarajia kwamba watakumaliza, Yesu ni komanda wa vita. Ni mapenzi ya Mungu ukapenye kwenye anga ya hatima maisha. Ni mapenzi ya Mungu ukapenye. Ushukuru Bwana, utazame tu nyoka wa shaba tu. Hawatakudhuru hao wanaopigana na wewe. Hawatakudhuru. Hakuna linalomshinda Mungu. Kwa wanadamu hayawezekani, ila kwa Mungu inawezekana. Kwa Mungu inawezekana. Asante Mfalme. Unaweza ukafanya maombi sasa. Fanya maombi sasa tu kwa dakika hizi. Fanya maombi tu katika mwelekezo wa Roho Mtakatifu. Fanya tu maombi tu. Mwambie Bwana, nivike silaha kwa maisha yangu. Kwa ajili ya muujiza ulio mbele yangu. Kwa ajili ya mwaka wa 2026. Nivike muujiza tu. Nivike silaha za damu yako Yesu. Vikwa silaha za damu ya Yesu na moto wa Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana, mwaka wa 2026 ikajulikane ya kwamba wewe uhai. Ikajulikane ya kwamba wewe ni Mungu li hai. Wewe ni Mungu wa Elia. Asante. Asante Bwana. Umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Ni sharti bendera ya Yesu kuinuliwa juu wa maisha yetu. Umeinuliwa juu. Yesu umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu. Umeinuliwa Yesu.
juu tu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai. Asante kwa uweza wako Mfalme. Asante kwa ushindi wako Jehova. Asante kwa yote, tunazidi kunyenyekea kwako. Nasema uinuliwe juu kwa kila hatua na kwa kila jambo, kwa ufalme na utukufu wa jina lako Mfalme. Tunaamini kwa kutarajia kwa utukufu wa jina lako yote yaliyoshindikana, ya kwamba kwako hakuna lililo gumu, bali Bwana Yesu unaenda kujifunua kwa wana hawa, kutimiza utukufu wako na ukiwa kwa maisha yao, kwa makusudi ya malengo yako ya madhabahu yako. Pokea utukufu na heshima, maana unaenda kujitukuza milele sawia na mapenzi yako, mfalme wa falme. In the name of Jesus, Father, we pray. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Bwana Yesu ikatendeke kwa maana huyu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Shukrani zikufikie wewe, utenda maajabu. Shukrani zikufikie za mwana huyu kwa ajili ya ufalme wako. Leteni. Bwana Yesu. Waanze kuchomeka hivyo. Waanze kuchomeka hivyo. Waanze kuchomeka. Oh. Kazi imeanza. Kazi imeanza. Nchi tofauti ambayo amekanyaga. Ni nchi tofauti. Ungua. Hiyo. 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 Kunani wewe? Kunani wewe? Eh? Kwa nini uweze kwenda? Umetoka wapi? Eh? Umetoka wapi? Wewe. Usiniulize. Usiniulize. Umefuata nini hapa? Mimi. Eh? Mimi. Eh? Mimi. Eh? Ninafunga huyo. Umemfunga? Ninafunga huyo. Asifanye nini? Umemfunga asifanye nini? Uhai ya amekufa. Eh? Niko hai. Ulimfunga asifanye nini? Unanisumbua. Eh? Unanisumbua nilichaliba. Umemfunga asifanye nini? Eh? Umemfunga asifanye nini? Umemfunga nini? Nini umefunga kwa maisha? Eh? Asiwe kwa ndoa. Nimemfunga. Asiwe kwa ndoa. Nini nyingine? Nini nyingine? Eh? Huduma yake. Umeifunga. Umeikalia. Usongezeni hapa. Ngoja. Wewe uwezo wa kufunga huduma ya mtu ulipata wapi? Wewe uwezo wa kufunga huduma ya Mungu ndani ya mtu. Anasumbua. Ndoa na huduma. Kuisha leo. Kuisha leo. Kuisha leo. Kuisha leo. Utongolahi wewe. Nakupa macho unione. Utongolahi wewe. Ninamfungua kuanzia leo, nafungua ndoa yake kuanzia leo, naregesha kila ambacho likifunga na kiregesha kwa ndoa, na kiregesha kwa ndoa, na kiregesha kwa ndoa, na kiregesha upendo, ulevi, kuisha, 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 kuisha. Unapoachilia mikono uende, si wako tena. Kweli, achilia mikono. Ndio tu peperuka na uende. Haraka. Pa uende. Enda. Hakuna uteo hapa, ushachomeka kitambo. Peperuka uende. Basi tenda vipi mimi? Tembea na miguu yako. Huwezi tembea. Nimetoka mbali mimi.
Umetoka mbali. Sisi tembea. Nguvu zikupeleke hizo. Haya, wapelekwa. 1 2 3 4 5 6 7. Sawa. Ni sawa na Richira. Ni sawa. Dauyuka yuyu. Daubuta yuyu. Ni mali ya Mungu, karama na vipawa si zako. Achilia kila kitu wale. Haya. Tumaliza. Kusha. Nayuka yuyu mara. Kusha. In Jesus' name, I set you free. In Jesus' name. After. Piga Yesu makofi. Leteni hapa. Hizi ni zile roho zinaona kule 2026. Hizo. Aya, maachilia haraka. Unani wewe? Unani wewe? Unani wewe? Aenda. Kama ni basi enda. Ina mikono yako wende. Haya. Piga Yesu makofi. Wafukuzwa kama kule kwa mbari yao. Atolewe kwa damu ya Yesu. Haya, atolewe. Haya. Shamu chokora hivi. Haya, wacha maisha yake na asalimisha kwa Yesu kuanzia leo. Siweza na naye. Ulikuwa umepanga jambo gani? Nipanga jambo video mwaka unekana nipanga jambo bado usimino. Ninakura bakani hata kura pangu. Shere ni kura nikana na usaka. Ndio ya mwana ya mtu. Sikala ni hata yuko. Bali sikala ni nipanga mimi lakini katire. Piga Yesu makofi. Kumbe alikupesha hapo enda. Sisi yuna we. Unamkura chiipe yuna na muweza mimi yuna nitengeza gabu yuna. We lakini siweza. Hauwezi. Yumo ho. Piga Yesu makofi. Hauko bure hapa. Kuleteni hapa. Hauko bure hapa. Ama achilia haraka. Mulete. Achana naye. Nimemtoa kwenye ukoo wenu, nimemtoa kwenye damu ya ukoo na wazazi wake yote. Nimemtenganisha jina lake na roho pamoja na watoto wake kwa damu ya Yesu aliye hai. Aenda. Aenda. Kusha ule mtawala wa mwaka lakini kusha. Aenda. Piga Yesu makofi. Enda ukafe. Umchawi unaogopa kifo. Ndio ende hivyo. Mwisho. Chini. In the name of Jesus, I set you free. In Jesus' name. Leta baba na mwingine. Kama unatomeka, inua mikono yako enda haraka. Okay. Wewe nawe ni nani? Wewe nawe unani?
Piga Yesu makofi. Leteni microphone tusikize habari za Watonye. Sema mwana mimi. Kumana pewe kumana. Yesu makofi vizuri. We, roho mpaka karikala, roho mpaka karikala. Bea mbaka zangu makoda za bena mpaka kwenda. Hapo vino to maka tani hendeze karabi. Ulikuwa unachukua nani uma? Nataka nini yale ndugu ya Mbenga we, nataka ni yale ndugu ya Mbenga we. Lakini chako kibango mbona shamba na we. Lakini chako napaka unataka. Ngoja. Ndugu yangu yupi ilikuwa nataka kumchukua? Yupi? Tabidi tusikane nekala nikate yuju. Yupi? Yuyu. Si yuyu. Ulikuwa unamkate. Nekani mukate. We, lakini naye kabirika naye. Yumo honaje tabidi ndo amwe. Kinabayo kutana ye asena. Anataka kubirika mimi. Benda nisinga nino. Bila benda henda atani. Bwana uchukui hao ulionao huko. We, usinenda pivyo we muhoho sababu. Bwana uchukui hao ulionao huko. Sababu mwanangu we, pani kwa pelona ni sababu ni mimi we. Hao nao si wako. We. Hao ulionao si ni wako. Bwana usichukue hao. Wanitiana tu we. Mimi ndo kana mali hale kuku safari beba kana mali hale kuku bebi kafikarire kamare. Nataka fita kana bebi. Sendele. Havitakuwa piga Yesu makofi. Yaani haviwi. Kafita kana dede. Wenda wewe rodi. Viuluka teri. Hata vino viuluka maana kala ndogo sekana itaisuku kuku ale vivi bikala vino kafikari. Ama kabusha Yesu ni mzuri. Toka makofi ya kitu. Ngoja. Wasemaje? Senda. Hebu rejelea tena hivi. Uchonjo. Piga Yesu makofi. Kumekutuko chonjo vizuri. Enda. Takututa unazojitahidani kura wewe bwana. Unazojitahidani kura mtini wewe. Kila mtu anafanya wewe. Tunaenda kule Tonye vizuri. Unazojitahidani kura wewe. Na wewe unakuja kufanya nini hapa? Mungu wewe baada. Damu wangu jiona kwa sini wakati mikono megulu. Kama wewe kwenda ndani na kaona mikono kwa magulu. Na ni kweli hapo nyumbani kwetu kuna vinyua vidogo hivi. Kumbe vilisikia kwa mikono vyote. Yesu ni mzuri. Wewe nanena wewe yuma na simba na nijijenga nuno mane. Yesu makofi. Tosha. Baby beni basi. Tosha. Beni basi bibi na wewe tani basi baby. Haya. Nalumira. Unaugua nini hapa? Nalumira bani nene ni madina yuma na vino ni paya baby. Sema sasa unaugua nini? Nalumira na kwa bibi naluma. Naluma Nilikwambia kuna mtu ni mgonjwa huko Tonye. Unaumwa nini? Sina lakini naluma. Na tunya chini ume lakini naluma. Piga Yesu makofi. Mbongo mimi naluma. Tuongee. Unaumwa nini? Naluma sana mimi naluma hata kama tola kuonyesha ni shida. Toa microphone. Hebu toa makofi ya kilo. Nini nyingine ni shida kwako? Mbali na hiyo. Naluma mimi tafutia kwa dola na kutoka Gombola kaka kabisa lakini sinena. Naluma piga makofi la ucheke. Cheka tu kwa furaha. Si hata kule kwingine pia kwa fungo pia na. Apike pumzi na kupeke kitu. Ngoja. Leo nafunga choo zote mbili hapa. Tosha, mwekee mkono katupu. Hakuna mchawi katika Israeli wala Yakobo. Katika jina la Yesu aliye hai. Madhabahu zako za uchawi wa mvua na majini ulifanya maagano nazo mwenyewe bila mwana wala mtukuu aliyekuwepo zama hizo. Ulitawala kwa kutesa, ukatawala kwa kuharibu na kuangamiza. Ila sasa maagano yako na madhabahu zako zikubebe mwenyewe. Pigwa na nguvu za Mungu, pigwa na magonjwa, yazidishwe haya magonjwa mpaka useme. Pigwa na magonjwa ya figo, choo zote zifunge. Zifunge. Manufaa ya madhabahu zako liyachua mwenyewe. Hayana uwezo kuanzia leo kurithi yoyote, mauti na kafara. Pigwa uende nazo mwenyewe.
Tembea wewe kuzimu. Kila mahali nimeweka ulinzi. Kwa mwana, kwa mjukuu, kwa kazawana, kwa ndugu. Ulinzi wa Mungu aliye hai ukose kila mahali kwenye wataka kutoka para ukose. Bali jeneza likufinike mwenyewe chini ya kaburi. Aenda. Aone njia. Na kufungulia mlango uende. Aenda. Piga Yesu makofi hivyo ndo anaenda. Tembea uende. Jinsi unavyotua hapo mabawa yako ikatwe hapo. Kosa atakuinuka tena. In the name of Jesus, I set you free. Amka. Piga Yesu makofi. Uleteni hapa pia na hii. Aenda haraka. Mwachilie. Enda. Enda naye vile umemshikilia. Hivyo. Uatanishwe naye hapo. Tenganishwe naye hapo. Funguliwa akili, roho, mwili, damu na nyama. In the name of Jesus, I set you free. Free. In Jesus' name. Amka. Kama uko na fungu la 10 njoo nikubariki hapa. Njoo nikihudumia huyu. Njoo naye mletenya. Mwachilia haraka na uende. Hata ukamuwinda hakuna kitu utampata. Ikizidi utamalizika mwenyewe. Hata ukamuwinda hakuna kitu utampata. Itahatarisha maisha yako. Safiri na uende. Ni mali ya Mungu. Hata ukamuwinda au kugharamikia maisha yake hata nukta moja. Inua mikono yako na uende. Inua mikono yako na uende. Juu kabla ujiliwe. Juu kabla ujiliwe, umwachilie. Bwana Yesu, ninaachilia nguvu zako na uweza wako. Nafsi hii ni roho ya kutoka kwako. Hakuna roho iliyoleta chini ya mbingu bila sababu. Vita hizi ushindi ubaki kuwa kwako. Ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu aliye hai. Ewe unayepigana naye mbingu, au pigane na mwanadamu, bali unapigana na mbingu. Naisalimisha nafsi hii katika damu ya Yesu na katika moto wa Roho Mtakatifu. Roho yake, mwili, akili, ufahamu, naisalimisha katika damu ya Yesu Kristo aliye hai, na kuvunja maagano yote na kila madhabahu, mawindo, damu za wazazi, madai yao, na ikata kwa damu ya Yesu aliye hai. Iyo
In Jesus mighty name. Inua mikono yako na wewe. Inua mikono yako na wewe. Inua mikono yako na wewe. Ufungue mikono. Unapofungua mikono usarenda na wenene. Inua juu na wewe. Juu na wewe. Kabla nikumwae kwa lazima. Inua juu. 1 2 3 4 5 6 7. Kwa damu ya Yesu na kufungua kwa nguvu za Mungu aliye hai, inaika ulinzi. In the mighty name of Jesus, I set you free. Usongeze. Kuna matone hapo na mpaka maji. Kama acha. Mwachilie mikono. Kama una fungu la 10 njoo. Njoo hapa kama kuna fungu la 10 nikubariki. Nyosheni mikono yenu juu.